Amina. Hatua muhimu za kuchukua ili kuishi maisha ya maombi. Amina. Niendelee au nirudie? Hatua muhimu za kuchukua ili kuishi maisha ya maombi. Amina. Tunapofikiria kuhusu maombi, tukifikiria maombi kwa maana ya kawaida, tunajifunza kwamba maombi ni haja au mahitaji ambayo mwanadamu anayapeleka kwa Mungu, miungu au mwanadamu mwenzie. Amina. Lakini sisi jioni ya leo tutajifunza maombi. Tutajifunza kwa habari ya maombi ya Mungu wetu tunayemwabudu sisi. Amina. Kwa Mungu wetu wa mbinguni. Amina. Kwenye mabano andika Yesu Kristo kama unaandika. Amina. Ukianza kufikiria kwenye habari ya maombi kwa mtu binafsi, unakuta kwenye maombi kimekuwa ni kipengele kigumu sana. Amina. Kimekuwa ni kigumu kwa sababu shetani pia anapambana na mtu usiweze kuomba, kwa sababu anaamini kwenye maombi zipo nguvu za Mungu. Ukiomba utatengeneza mahusiano mazuri na Mungu. Amina. Kwa hiyo anajaribu kutupiga ili tusiweze kuomba, ili mahusiano yetu na Mungu yasiwe karibu. Amina. Na shetani anajua kabisa maombi, ukiwa wewe unaomba, unapigana naye yeye moja kwa moja. Kwa hiyo ili kuepuka kupigana naye moja kwa moja, anaruhusu usiombe, kwa sababu anajua ukiomba tu kwa Mungu wako utampiga. Amina. Kwa hiyo kivyovyote anatengeneza mazingira, au muda ukifika wa maombi unatafuta sababu kwamba sasa ngoja nifanye hivi kwanza. Utafanya hicho, lakini baadaye muda wa maombi utakuta umeisha. Amina. Kwa hiyo shetani anakuwa amesha kupiga ili ageuze kusudi lako. Amina. Amina. Lakini pia shetani anapambana na sisi kwenye tusiombe, kwa sababu anajua kabisa tumepewa mamlaka. Amina. Kwa hiyo anajua kama tumepewa mamlaka, ukipata tu nafasi ya kumpiga lazima utampiga kweli kweli. Kwa hiyo lazima atengeneze sababu nyingi za wewe kutokuomba. Ukifikiria tu kwa hali ya kawaida, hata tukiwa na maombi yale hapa ya pamoja, unakuta watu wengi tunafika saa 10. Amina. Ikifika saa 8 ile unasema saa 9 na wahi, shetani anakupa kazi. Hebu fanya hiki kwanza mara moja, utawahi tu kwenye maombi. Ukifika hapa maombi yameisha. Shetani anakupinga ili usiweze kumpiga. Amina. Kwa hiyo anakutafutia sababu. Amina. Kwa hiyo leo tutajifunza tufanye nini ili tuweze kuishi maisha ya maombi. Amina. Jambo la kwanza ni kufanya uamuzi wa kweli. Amina. Kufanya uamuzi wa kweli wa kumtafuta Mungu kila wakati. Amina. Yaani uamuzi ambao unatoka ndani ya moyo wako. Ukiacha na uamuzi ambao tunatangaza, unasema Ijumaa na mimi nitafunga. Huo ni kweli, ni sawa. Lakini huo uamuzi utoke ndani ya moyo wako kabisa. Amina. Anayesoma naomba nisomee Yeremia 29 mstari wa 13. Yeremia 29 mstari wa 13. Amina. Amina. Nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Amina. Kwa hiyo tunajifunza kwamba Mungu anaangalia ile nia yako ya ndani. Amina. Kwa hiyo wewe ukiamua uamuzi kutoka moyoni, basi Mungu naye anakupa nguvu ya kukuwezesha kwenye ule uamuzi wako. Amina. Kwa hiyo ukiwa hivyo una uamuzi wa kila wakati, yani wewe kwenye akili yako una ratiba kila siku kwamba ukifika muda fulani ni muda wangu wa maombi, na unaweza kuusimamia vizuri. Amina. Lakini pia maisha ya maombi huanza na uamuzi na sio kuomba wakati wa uhitaji tu. Amina. Kwa hiyo unakuta mtu akiwa na uhitaji ndo anakuwa na mzigo wa maombi sana. Yaani hata ukiwa nyumbani, ukiwa na jambo unalihitaji ndo unakuwa mtu wa maombi. Unamuita Mungu mara kwa mara, lakini tunajifunza kwamba Mungu haangalii hivyo. Mungu anatamani tuwe na ratiba ya kuzungumza na yeye kila wakati. Amina. Kwa sababu sisi kama binadamu kila siku lazima tuna mahitaji. Yaani kila siku lazima tunamhitaji Mungu. Kwa hiyo kwa kadri vile unavyomhitaji Mungu, Mungu anatamani kuwa na nafasi na wewe kila siku. Amina.
Lakini pia hatua ya pili ni kusoma neno la Mungu kila siku. Amina. Kusoma neno la Mungu kila siku. Naomba nisomee Wakolosai 3 mstari wa 16. Ndio. Neno la Kristo kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Amina. Neno la Mungu kwanza, ukichukua ile hatua ya kuweza kila siku kaweka ratiba ya kusoma neno la Mungu, hauwezi kukosa kitu cha kumwambia Mungu. Lazima utasoma sehemu fulani, basi utapata wazo. Kwanza neno la Mungu lenyewe lina nguvu. Ndio maana muda mwingine shetani anapambana pia usisome, kwa sababu mle ndani kuna siri za ufalme wa mbinguni. Amina. Kwa hiyo shetani anapambana usisome, kwa sababu anajua ukisoma kwanza unapokea nguvu ya Mungu, lakini pia imani yako inakuwa. Amina. Kwa hiyo ili kuzuia hayo shetani, basi atakuwa na Biblia tutakuja nazo, tukishasoma tukiweka kwenye mikoba mpaka Ijumaa tena. Amina. Kwa hiyo Mungu atusaidie tuweze kusoma Biblia kila siku ili tuweze kupata nguvu kutoka kwa Mungu, lakini pia tuweze kuongezeka imani. Amina. Amen. Na unavyosoma neno la Mungu, yani huwezi ukasoma ukurasa mzima hapa ukose cha kusema na Mungu moyoni, haiwezekani. Lazima kitakuwepo. Kama sio shukrani, basi utajifunza kama huyu aliweza hiki, imani yako inaongezeka na wewe pia unasema basi na mimi nitaweza. Amina. Au kuna jambo unalikuta pale, unalikuta na wewe Bwana alikufanyia, basi unapata sababu ya kumshukuru. Lazima unakuwa mtu wa maombi. Amina. Lakini pia hatua ya tatu ni kutubu na kuishi maisha matakatifu. Amina. Hatua ya tatu ni kutubu na kuishi maisha matakatifu. Kwenye hili Baba ametufundisha sana kuishi maisha matakatifu. Amina. Naomba nisomee Zaburi 16 mstari wa 3. Mstari wa 3. Nao nasema, watakatifu walioko duniani ndio walio bora, hao ndio niliyopendezwa nao. Amina. Tumezoea na kawaida ya kusema kwamba sisi wote tuna udhaifu. Amina. Lakini sisi tuna udhaifu tukiwa hatuna Mungu. Amina. Kama Biblia inasema watakatifu walioko duniani, basi inawezekana na sisi kuwa watakatifu tutakao kuwa duniani. Amina. Kwa sababu duniani tunaishi sisi na sio malaika, na amesema watakatifu walioko duniani ndio wanaopendezwa nao. Sisi bila Mungu hatuwezi kuwa watakatifu, lakini tukiwa watu wa maombi, Mungu mwenyewe akawa anatuongoza, tukawa watakatifu, basi tutampendeza Mungu. Yaani inawezekana kuishi maisha matakatifu, lakini Mungu akiwa ndani yetu. Amina. Bila Mungu hatuwezi kufanikiwa kuishi maisha matakatifu. Amina. Naomba pia nisomee Isaya 59 mstari wa 1 na wa 2. Isaya 59. Sema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoka, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Amina. Kwa hiyo tunajifunza kwamba muda mwingine dhambi inaweza kufanya kwanza ukiwa umemkosea Mungu, nguvu ya kuomba huwa inaisha. Na ukiwa unaenda mbele za Mungu, shetani anakukumbusha lile tukio. Anakukumbusha ulifanya hivi ili tu kukumaliza ile nguvu. Kwa hiyo ukifanya toba kwanza, lazima ule moyo utaachia. Mungu akikusamea utaona tu moyo umefunguka.
Amina. Kwa sababu kama hujatubu, kila ukimwambia kitu Bwana, shetani na yeye yupo anakukumbusha kile ulichofanya. Unajikuta umeingia kupata hatia moyoni kwamba nitamuombaje Bwana, yaani unaanza kujutia we mwenyewe, lakini kumbe haitakiwi ujutie, inabidi ukubali na ukili. Amina. Kwa sababu unapojutia bila kuomba msamaha bado unakuwa hujafanya chochote. Amina. Kwa hiyo kama unajutia kweli na unaomba toba ya kweli kwa Mungu, akisha kusamehe basi maombi yanaendelea kawaida. Hata shetani akikukumbusha unamwambia tu kwamba Yesu ameshanisamehe. Amina. Unaendelea na mambo mengine. Amina. Kwa sababu toba ya kweli hurejesha ushirika na Mungu na kufungua moyo wa kufurahia maombi. Amina. Ukiwa kuna jambo umemkosea Mungu, yani hauwezi kufurahia maombi. Yaani hauwezi, ukitaka uombe tukio linakuja hapa. Ukitaka uombe tukio lile liko hapa. Lazima hauwezi kufurahia maombi. Amina. Kwa hiyo Mungu atusaidie pia katika hilo, kutubu na kuishi maisha matakatifu ili tuweze kuomba vizuri. Amina. Lakini hatua ya 4 ni kusamehe waliotukosea. Amina. Naomba nisomee Marko 11 mstari wa 25. Mstari wa 25 nao nasema, nanyi mkila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Amina. Kwa hiyo tunajifunza kwamba kama hujasamehe, unaenda mbele za Mungu ukiwa na kinyongo na mtu, yaani una chuki ndani yako au una uchungu. Yaani kikawaida lazima tu unaweza ukaomba kwa hasira. Kwanza unaweza ukaomba vibaya, ukaanza kumwombea yule mtu mabaya. Kwa sababu una uchungu, una chuki na yule mtu, utajikuta umeacha kuomba vile vitu ambavyo inatakiwa umwambie Mungu. Unakuta umeanza kutamka vibaya kwa ajili ya mtu aliyokukosea. Amina. Kwa hiyo tunapoenda mbele za Mungu tujitahidi kusamehe kwanza waliotukosea, tusibebe chuki na uchungu kwenye mioyo yetu. Amina. Lakini pia moyo wenye msamaha hujenga mazingira ya uwepo wa Mungu. Amina. Naomba nisomee Yohana 13 mstari wa 34 na 35. Naye nasema, amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Amina. Inasema moyo wenye msamaha hujenga mazingira ya uwepo wa Mungu. Amina. Tukisoma kwanza, ukifikiria tu hivi ulivyo, unajiona kabisa ni upendo wa Mungu. Amina. Kama Mungu asingekupenda basi usingekuwa hivyo ulivyo. Kwa hiyo na sisi tuna kila sababu ya kupendana sisi kwa sisi. Kama Mungu angekuwa anaangalia yani sisi au tuwe tunajihukumu wenyewe, pengine tungekuwa tumeshajimaliza. Amina. Ndio maana Mungu akaachilia msamaha, kusamehe, lakini akaachilia kusamehewa. Amina. Tukiwa kule kambini, kuna mama Mwakibinga alisema kwamba kuna mahali alienda, kuna washirika walikuwa hawasalimiani. Yaani mashemasi wawili hawasalimiani. Wanapigana vikumbo kabisa, wanataka kupigana kanisani. Sasa kwa mimi nikafikiria hivi inawezekanaje? Yaani umetoka nyumbani unakuja ibadani, unashindwaje kupatana na mwenzio? Amina. Kama kweli upendo wa Kristo uko ndani yako, kweli Roho Mtakatifu anakuongoza, tunashindwaje kupendana sisi kwa sisi? Amina. Muda mwingine unamsamehe mtu hata kama hajakuomba msamaha, unajishusha unaenda. Amina. Yaani unaweza kabisa, ila kikubwa tu wewe usikae na chuki. Mimi kila mtu akiniuzi nikikumbuka kwamba Biblia inasema hasira ukaa kifuani mwa mpumbavu, hasira huwa zinaisha. Huwa najiambia mimi sio mpumbavu, naenda kumuomba msamaha. Yeye ndo atajua ni mimi nimekosea au ni yeye. Amina. Na mtu kimuomba msamaha kama wewe ndo umekosea, hawezi kukosea tena. Lazima atakuwa makini na wewe. Amina. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Muda mwingine unakuta unamkasirikia mtu hata kama hajakukosea, unakuta mtu anakukasirikia. Utajiuliza kwa nini? Unasema basi namwachia Mungu. Lakini kweli ni sio kitu kizuri. Mungu atusaidie tuwe na upendo. Muda mwingine mchungaji huwa anasimama hapa, mama mchungaji anatuambia kila siku, kwa nini tunakuwa na maneno? Yaani mimi binafsi huwa linaniuma. Kwa nini tuna maneno? Ni kwa sababu hatupendani.
Amina. Na kama tungekuwa tunapendana, basi tungekuwa tunaweza kupatana na kusameheana tukawa kitu kimoja. Amina. Yaani pengine labda unakuta mtu anakuwa na chuki tu na kitu ambacho hata sio cha msingi. Kwa hiyo unakuwa unaumia wewe unayetembea na chuki. Amina. Kwa hiyo Biblia inasema tusamehe waliotukosea. Inasema tupendane. Amina. Mimi binafsi nikiona baba amesimama anatusema kwamba kwa nini tuna maneno huwa naumia. Kwa nini? Amina. Yaani huwa inaniuma sana. Amina. Lakini la 5 linasema kushiriki ibada na watu wenye maombi. Amina. Naomba nisomee Waebrania 10:24 hadi 25. Waebrania 10:24 hadi 25. Nayo inasema tukaangalieni sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Amina. Kwa hiyo tunajifunza hapo, ukiwa karibu na watu wenye maombi, kwanza kabisa lazima ule uwepo wa Mungu ule ukiwepo, kuna namna na wewe unanyanyuka kiroho. Lakini pia wale watu wanapokuwa wanaomba, lazima na wewe unakuwa inuka viwango. Unaposema natamani niwe kama fulani, Mungu pia anakupa neema na wewe ya kuinuka, pengine hata zaidi ya huyo mtu. Amina. Kwa sababu kwenye maombi kuna vita sana. Mimi na rafiki zangu wakati walisema wanataka waniingize kwenye kikundi chao cha maombi. Sasa kwa sababu mimi sipendi mikusanyiko, nikawa moyoni ninafadhaika. Yaani naendaje? Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, mimi nahisi ndo napenda hayo maombi kuliko wao. Amina. Yaani tunakutana kwa mwezi mara moja, lakini nakuta tena mimi ndo natamani bora hata ingekuwa mara 2. Amina. Kwa sababu kuna kitu wameniambukiza. Amina. Mimi sijui kwa hapa kama kuna watu wana vikundi vyao vya maombi. Mimi watu naomba nao hawako hapa, lakini tunakutana tu kwa mwezi mara moja. Nayo tu ni mtu neema ya Mungu ilipita. Tulikuwa tunakusanyikana kawaida tu, mnakula mnaondoka, lakini tukasema kwa nini tusiwe na kitu cha kufanya? Kwa hiyo tukapanga tuwe na maombi. Kwa hiyo tunakutana wanawake tuko 7, tunaomba maombi, tunaondoka kila mwezi. Amina. Kwa hiyo ikitupendeza hata sisi tungekuwa tuna upendo, tunaweza kutengeneza hivyo vikundi vya kuombeana. Mnakuwa mnamuombea hata kama mtu yupo huko, nyinyi mna umoja, mna upendo, mnamuombea, kwa sababu hata sisi hatujiombei tu sisi. Tunawaombea, tena tunapata nafasi ya kuongea vitu vingi na Mungu. Amina. Naomba tuandike hatua ya 6. Hatua ya 6 inasema kumwomba Roho Mtakatifu akufundishe kuomba. Amina. Naomba nisomee Warumi 8 mstari wa 26. Warumi 8:26 inasema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Amina. Na Roho Mtakatifu ndo mwalimu wa maombi. Amina. Ndio maana Mungu alitupatia sisi ili tuweze kupata nguvu kutoka kwake ya kuomba, atusaidie kuomba. Kwa hiyo muda mwingine unaposhindwa kuomba, mwambie Roho Mtakatifu kwamba naomba nipatie cha kusema. Niseme nini mbele za Mungu. Amina. Kwa hiyo unakuta Roho Mtakatifu kitu kinakuja akilini, unapata kitu cha kuomba, unapozidi kuomba mwisho wa siku unakuta wewe mwenyewe unapata mafunuo mengine ya kuendelea. Amina. Lakini pia hatua ya 7 inasema kutenga muda maalum wa kuomba kila siku. Kutenga muda maalum wa kuomba kila siku. Marko 1 mstari wa 35. Naomba nisomee. Marko 1 mstari wa 35. Inasema hata mapema sana akaondoka, akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Amina. Kwa tunajifunza Yesu alikuwa na ratiba ya maombi, asubuhi anaenda kuomba. Amina. Sasa kama Yesu mwenyewe alikuwa naomba, ukisoma kile kitabu
cha Marko unakuta Yesu alipobatizwa tu akajitenga siku 40 anaenda kuomba. Huyo ni Yesu. Je, vipi mimi na wewe? Tunatenga muda wa siku ngapi kujiombea? Amina. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na ratiba maalum ya kuomba. Unaweka muda ule ambao unaona huu muda kazi nakuwa nimemaliza na napata muda wa kuomba. Na sio tu ile kuomba labda unapoenda kulala unaomba maombi ya kulalia, asubuhi maombi ya kushindia, jioni hivyo hivyo. Amina. Inabidi uwe na muda maalum wa kuombea hata vitu ambavyo havijatokea, viko mbele zaidi. Ila kwa sababu una imani vipo, unaviombea kwa muda huu hata kama viko mbali ili shetani asiweze kuvizuia. Amina. Kwa sababu kama wewe utakuwa uombea usiku, leo unaombea usiku, kesho unaiombea siku au uombei siku zijazo mbele, shetani lazima atatafuta nafasi ya kukuwahi. Amina. Atatengeneza mazingira hata kama utafika kule Mungu amepanga, atatengeneza mazingira ya kuchelewesha. Amina. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na ratiba za maombi kila siku. Kama mchana una nafasi mchana, basi unatenga ikifika muda fulani na ingia kwenye maombi. Amina. Lakini pia hatua ya 8 inasema kuanza hata kwa muda mfupi. Amina. Hii kuanza hata kwa muda mfupi, unaweza kuanza kufikiria sasa mimi nitawezaje kuomba muda mrefu. Amina. Lakini vile unapoanza kuomba kwa muda mfupi, kadri unapozidi ule muda umeweka kwamba umeanza leo dakika 10, kesho dakika 15, unapozidi kuendelea, unapozidi kutengeneza mahusiano na Mungu, utajikuta siku mpaka umeomba masaa na wewe mwenyewe hauelewi. Unasema hivi nimewezaje? Lakini kwa sababu umetengeneza mazoea na umeweka kwamba mimi muda fulani ni wa maombi. Amina. Kwa hiyo kwenye huo muda unakuta Mungu anakuwezesha yeye mwenyewe. Amina. Kikubwa tu wewe una imani na una uhakika kwamba hiki ninachokiongea ni kitu ambacho ndio Mungu Roho Mtakatifu ananiongoza. Kwa hizo dakika chache Mungu anakusikia, usijidharau. Amina. Yaani usizidharau hizo dakika chache. Ukiendelea kuongeza bidii, Mungu atakufikisha kule anakotamani ufike. Amina. Naomba nisomee Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Tunasema msimzimishe roho. Ombeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Amina. Wathesalonike wa kwanza mstari wa 5:17. Ombeni bila kukoma. Amina. Basi Mungu atusaidie pia katika hilo. Kama una muda mfupi wa maombi, Mungu atusaidie. Yaani maombi ni mazuri yale ambayo wewe mwenyewe unaamua kwamba leo ni siku yangu ya maombi, au mimi muda fulani ni wa maombi. Hata kama kanisa tunakuwa tumetangaza, tunakuwa tunaongezea kwenye kile ambacho wewe unakiishi. Amina. Lakini sio ukiwa unaishi kwenye hizi ratiba tu za kanisani, hizi zimepangwa kwa katiba labda ya EAGT, lakini wewe katiba yako inasemaje ya maombi? Amina. Kwa hiyo inatakiwa na wewe kuwa na utaratibu wa kwako, unatenga muda wa kwako. Ni kweli hapa tunapoomba kwa pamoja kuna nguvu na kuna vitu tunajifunza vikubwa zaidi ambavyo pengine nikiwa peke yangu siwezi kuvijua. Kwa hiyo nikiwa hapa ninaporudi nyumbani, unakuta hata kule nyumbani viwango vinafanyaje? Vinaongezeka. Amina. Naomba tujifunze hatua ya 9, inasema usikate tamaa hata ukiona ugumu mwanzoni. Amina. Naomba nisomee Luka 18 mstari wa 1. Luka 18 mstari wa 1. Nasema akawaambia mfano ya kwamba nimewapasa kuomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Amina. Biblia yenyewe inasema kwamba tumuombe Mungu siku zote wala tusikate tamaa. Amina. Kwa hiyo maombi tunatakiwa kuyaishi kila siku. Yaani maombi inatakiwa yawe ndio maisha yetu. Amina. Kama unapopanga ratiba za chakula kwa siku, basi unapanga na ratiba ya maombi vile vile. Amina. Kwa sababu pia kukata tamaa kunakuja, mtu unaweza ukawa unaomba, pengine muda mwingine unasema unaomba hauoni matokeo. Amina. Lakini Jumapili tujifunza, baba alitufundisha kwamba vitu vinavyozuia maombi yetu tusijibiwe. Amina. Kwa hiyo unakuta tunaomba labda kwa tamaa zetu.
Amina. Ukisoma kitabu cha Yakobo kinasema kwamba tunaomba hatujibiwi kwa sababu tunaomba kwa tamaa zetu. Ukiwekea mfano kwamba wewe unaenda kuomba mbele za Mungu ukiwa na chuki, lazima unamuombea mtu vibaya, unaomba kwa tamaa yako. Amina. Kwa hiyo unakuta una imani ya kuomba, unajua kwamba hiki kitu nikiomba Mungu anakiweza, lakini imani ya kupokea hauna. Amina. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Kukua kwa kuomba, yani hauwezi siku moja tu labda nimeokoka leo na kuanza kujua leo. Sio rahisi. Labda Mungu mwenyewe aamue kukusaidia. Lakini kwa sisi kibinadamu lazima unakuwa viwango taratibu. Amina. Unakuwa viwango taratibu, lakini Mungu mwenyewe anaweza kukukuza siku hiyo. Lakini kwa jitihada zetu tunaweza kukua taratibu. Kwa hiyo unapokuwa taratibu usikate tamaa. Unapoona mwenzio anaomba masaa mengi, ukasema mimi nimekuaje? Usikate tamaa. Ipo siku na wewe utaweza kuomba zaidi. Amina. Unakuta kukata tamaa muda mwingine kunakuja, unaweza ukawa kuna kitu ulikuwa unafanya, unasema sasa nikaombe, unakata tamaa kwamba labda au muda umeenda. Amina. Lakini ukizoea kuwa mtu wa maombi, unaweza kuja kujikuta kwamba unaweza kuacha yale mambo yaliyokuwa yanakufanya usiende kwenye maombi. Unakuta maombi unayafurahia, unaweza kuyaacha yale mambo kwa sababu ya maombi. Amina. Unakuta maombi kwako kimekuwa kitu cha muhimu zaidi kuliko vile vitu. Amina. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Amina. Hatua zetu ni hizo tu. Naomba kwenye hitimisho nataka niseme kwamba pamoja na hivi vyote tulivyojifunza, pamoja na kujua kuomba tutakakojua, ni kwamba hatuwezi kumbadilisha Mungu. Amina. Yaani hatuwezi kumbadilisha Mungu. Yaani maombi yetu hayawezi kumbadilisha Mungu. Amina. Maombi yanaweza kukubadilisha wewe, kukupeleka kwenye vile vitu ambavyo Mungu amekuandalia kwa uwepesi, lakini wewe hauwezi kumbadilisha Mungu. Amina. Sisi yani hatuwezi. Yeye ndo maombi yetu yanatupeleka kwenye kile Mungu ambacho ameshakiandaa kwa ajili yetu. Amina. Lakini sasa tusije tena unaanza kuomba, unamwambia Mungu nataka kitu ambacho Mungu unakuta yeye hajapanga, na wewe moyoni kabisa ujioni kwenye hicho kitu. Amina. Lakini pia maisha ya maombi sio kipawa kinachotolewa kwa mtu mmoja. Amina. Yaani sio kwamba anapewa mtu mmoja hicho kipawa cha maombi. Kipawa cha maombi ni kila mtoto wa Mungu anapewa. Amina. Yaani kama wewe ni mtoto wa Mungu, lazima Mungu amekupa nafasi ya kukusikiliza, amekupa nafasi ya kuwasiliana na wewe. Amina. Somo letu litaishia hapa. Mungu awabariki sana. Amina. Karibu mama.